mkuu, Chadema na CCM wapo kanda ya Ziwa hivi sasa. Na baada ya kusikia kampeni hiyo ya Dkt. Magufuli, sasa twende Muleba ambako mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Edward Lowassa, ameomba Watanzania wampigie kura yeye, wabunge na madiwani wa Ukawa ili aweze kutimiza azma yake ya kuileta Tanzania maendeleo. Pia mgombea huyo anayewakilisha vyama vinne vya upinzani ameomba wananchi kujitokeza kwa wingi Oktoba 25 kupiga kura ambazo zitamwezesha kuingia Ikulu mara baada ya uchaguzi mkuu. Taarifa ya Kakuru Msimu kutoka Muleba inafafanua zaidi. Kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika katika viwanja vya Fatuma mjini Muleba, Lowassa anawaomba wapiga kura kumpatia madiwani wa kutosha ili waweze kusimamia vyema fedha za maendeleo zinazotolewa na serikali kwenye halmashauri. Hali kadhalika, katika kuimarisha na kuboresha usimamizi huo, mgombea huyo anatoa rai kwa wapiga kura kumpa wabunge atakaoshirikiana nao katika harakati zake za kuwatumikia Watanzania. Kuja kuombeni kura, nataka kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sababu ya kwanza, nina uwezo wa kufanya hivyo. Sababu ya pili, nimechoshwa na umaskini na taabu na adha wanazopata Watanzania. Ninakuja kuomba kura tusaidiane kupambana na umaskini. Toka mwaka 62 tunazungumza baada ya umaskini. Umaskini uko pale pale. Jitihada zimefanywa kidogo zinaonekana, lakini kama alivyoeleza Mheshimiwa Sumaye, tatizo ni pale pale. Matatizo ni makubwa sana. Mimi nimechoka na hali hiyo. Nataka kuongoza Watanzania tuondokane na hali hiyo. Na nina hakika uwezo wa kuongoza Tanzania nao. Na watahadharisha, nitaongoza kwa spidi ambayo haijawahi kutokea Tanzania. Waziri Mkuu mstaafu wa awamu ya 3 Frederick Sumaye anaeleza kuwa yeye pamoja na makada wengine walioingia upinzani hawana tamaa ya madaraka, bali nia yao ni kutaka kuwakomboa wananchi kutoka katika utawala wa CCM. Mambo ya ajabu. Pembe za ndovu zinakamatiwa China na Hong Kong na wapi na wapi. Zinatoka Tanzania, zimepita bandarini eti hakuna anayeona. Haya basi, zimepatikana huko. Si ni rahisi? Nani alipitisha? Ilikuwa mali ya nani? Mpaka leo unasikia hata hiyo pembe ni za nani? Suala la ukabila na ukanda unaotumiwa na baadhi ya wagombea ili kupata huruma ya wapiga kura likatajwa kuwa sumu ya kwa pale aliposema hasa upande wa elimu kutoa bure. Kwa sasa hivi mimi na wanafunzi wangu ambao wamefukuzwa shule kwa ajili ya karo za shule, wamekaa vijijini, mmoja alikuwa form 2, mwingine alikuwa form 4 kidogo amaliza mwaka huu, lakini nimeshindwa kulipa karo zile kwa sababu hali ya uwezo kwa chini. Eneo ambayo tumekuwa tukiyaona kama ndio yanayosumbua, upande wa vijana kukosa ajira, upande wa machinga na upande wa watu hali ya chini ya maskini, amewazungumza kwamba anaweza kuwaingiza na kufanya marafiki katika serikali yake inayokuja endapo atachaguliwa kuwa rais wa nchi.